Tumekuwa na wakati mzuri sana wa kuendelea kujifunza mambo mbalimbali ya usio maisha katika nyanja mbalimbali. Na katika mfululizo wa series za masomo haya tulikuwa tukiangalia katika nyanja za vijana kujisakamua kutoka katika hali zao za kiuchumi, kufanya mambo kwa wakati. Vijana wengi katika maisha yao wamechelewa kufanya mambo kwa wakati kutokana na sababu ambazo zinapelekea wao kuziona ni za msingi, lakini kumbe sio za msingi, baadhi ya sababu ambazo wamezitoa. Kwa hiyo vijana wengi wamejikuta kichelewa kufanya maamuzi ya haraka katika kuelekea maisha yao. Na tukaangalia kwamba ujana ndio wakati ambao ni muhimu sana, ni kipindi chenye nguvu, kipindi chenye maono, kipindi chenye njozi, kipindi cha ujana. Na siku ya leo tutaendelea pia na mada yetu. Nikualike tuweze kuomba kwa ajili ya mada hii. Baba yetu mwema, rafiki yetu na yetujali na kutupenda, ninakushukuru kwa nafasi ya pekee ambayo umetupatia katika saa hii. Ninaomba Bwana uniongoze na msikilizaji wangu na mtazamaji aweze kutoka amebarikiwa na tuweze kufurahi katika ulimwengu huu uliotumba, tukiwa tunakusubiri unapokuja mara ya pili. Ninaomba haya ni katika jina lako Yesu Mwokozi wetu. Amen. Na somo lililopita tuliangalia kitabu kile cha Mhubiri sura ya 12 na ule mstari wa kwanza, na fungu lile litukumbusha kwamba kijana anahitaji kuwa na tahadhari kumkumbuka muumba wake siku za ujana wake kabla hazijaja siku hizo mbaya ambazo hata sema sina furaha katika hiyo. Tuliona katika mada iliyopita. Na siku ya leo natamani tuendelee na yale mambo muhimu ya kuzingatia. Wewe kijana ambaye unaishi kwenye ulimwengu huu, unahitaji kujisakamua na utumwa wa changamoto za kufanya maamuzi katika ulimwengu huu. Na malengo yetu makubwa ambayo tutamani kuangalia kwenye somo hili ni kijana kuangalia ni mambo gani yanayosababisha kumrudisha nyuma katika maisha yake. Haya ndio mambo makubwa sana ambayo tutamani kuweza kuyatazama. Vijana wengi wamejikuta wakikutana na vikwazo vingi, hasa katika hatari za kutafuta mwenzi wa maisha. Hapo kumekuwa na changamoto kidogo kwa sababu wanakutana na vikwazo vingi, na vikwazo vikubwa wengi wanasema ni mahali kwa kubwa. Lakini pia hajajenga nyumba, hajajitengenezea uthabiti wa ulinzi katika maisha yake. Leo tutaangalia katika somo la leo. Kwa hiyo adui wa kwanza ambaye tutamtazama katika kipindi hiki cha leo ni adui wa ujasiri. Kukosa Ujasiri ni kitu muhimu sana ambacho kijana yote unayetazama na kunisikiliza unakihitaji kwenye maisha haya tunayoishi katika ulimwengu huu wa kidijitali, ulimwengu huu unaokimbizana kutafuta shilingi. Kuna aina 5 za ujasiri ambazo wewe kijana unayenitazama na kunisikiliza unazihitaji ili kufikia malengo na mafanikio katika maisha yako. Na ujasiri namba 1 ni ujasiri tunasema wa kuanza. Yaani iko hivi, kwenye ndoto yoyote ulio nayo kuna aina za ujasiri. Unazihitaji ili kufikia mafanikio unayohitaji kwenye maisha yako. Unajua siku zote kuanza ndio kugumu zaidi. Una ndoto, una vision, unatamani kufikia mipango fulani katika maisha yako, lakini hujawahi anza. Umeandika kwenye daftari ndio, lakini hatujakuona ukianza. Kwa hiyo tunahitaji kuona ukianza. Anasema usidharau mwanzo mdogo. Wengi sana ndipo tunapofeli katika kuanza. Simulia ndio ndoto yako, lakini tunataka kuona vitendo, tukiona vikifanyika. Haleluya. Hayo ndio mambo yanayorudisha nyuma. Ukishafikiria wazo fulani, kama ni kulima shamba, kama ni kuanzisha biashara, anza hata kama una mtaji mdogo. Hiyo ndio principle, ndio kanuni ya mafanikio. Uone ujasiri namba 1, uanze kuanzia sasa hivi. Sio unasema tu nitaoa mwakani, lakini hauoi. Kila mwaka unaisha, kila mwaka mwingine unakuja, hatuoni ndoa ikifanyika. Kwa hiyo tunataka tukuone mambo yakibadilika kwenye maisha yako. Kwa hiyo chochote ambacho nakipanga lazima uwe na ujasiri wa kuanza. Siwe mtu wa kugailisha mambo. Ndoto zako ulizo nazo hazitaweza kufikia mpaka uanze. Anza sasa hivi. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, ujasiri wa kuendelea. Ili uweze kufikia malengo makubwa, sasa umeshaanza. Sasa ujasiri wa kuendelea. Sasa hapa kwenye kuendelea ndipo tunakutana na changamoto nyingi zaidi. Kuna mambo makubwa tunakutana nayo yanayoweza kukwamisha wenye ile hatima na ile vision tuliyokuwa nayo ambayo tumeianza tayari. Ule mkakati na ule mradi ambao tumeanza nao. Wengi huwa tunaanza vitu lakini vinaishia njiani. Kwa lazima upate ujasiri. Kuna ujasiri unahitaji kuwa nao wa kuendelea. Sasa ndio umeoa mke. Umekutana na mke wako na changamoto, matarajio ambayo ulitegemea awe nayo umekuta hana. Sasa unachotakiwa hapo ni ujasiri wa kuendelea naye.
kwenye biashara ulionayo, ulioianzisha sasa na sasa unaendelea nayo. Hapo katikati tunakutana na hasara, ujasiri wa kuendelea nayo. Hiyo ndio siri ya mafanikio. Watu wengi wa mafanikio huwa wana discipline, wana nidhamu ya kuendelea hata katikati ya changamoto katika biashara zao. Tuko pamoja?